Wakati leo Chama cha Mapinduzi CCM kinazindua ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030, wajumbe wa mkutano huo wamesema kutokana na tathmini ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho ya mwaka 2020-2025, mgombea urais wa chama hicho Dr. Samia Suluhu Hassan atashinda kwa kishindo kikuu kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mwenyekiti wa UWT mkoa wa Dodoma Neema Majule, mbunge wa Ilemela Dr. Angelina Mabula na Beata Mchopa, mwalikwa wa mkutano huo kutoka mkoani Pwani, wamepata nafasi ya kuongea na channel ya Banda Media ambapo wamesema ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM kwa nafasi yangu, mimi ni mwenyekiti wa mkoa. Kwa kweli tumefurahishwa sana na mkutano wa siku ya leo. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameuongoza vizuri. Tangu tulivyoanza tumeanza vizuri, kwa maana tulianza na marekebisho kidogo ya katiba yetu, lakini baada ya hapo mwenyekiti akawa ameruhusu sasa tuweze kusomewa utekelezaji wa ilani ya 2025. Ilianza ilani ya Zanzibar na baadaye imekuja Tanzania bara. Ilani kwa kweli ufanisi wake ni zaidi ya 100%. Wajumbe tumefurahi sana, na ilipomaliza kusomwa tu utaona kwamba wajumbe wote mkutano mzima tumeamka na kushangilia, tukimsifu sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia tukimsifu sana makamu mwenyekiti wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa utekelezaji wa ilani aliyofanya huko Zanzibar. Wajumbe wote tumefurahishwa sana, kwa maana kwa kweli kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, sekta zote zimeguswa. Yani tumekamilisha, tuna matumaini makubwa sana juu ya ilani hii ambayo tunaenda kuisoma kesho, ilani mpya ya 25-30. Kama imeweza kufanyika vizuri sana ya 2025, tuna matumaini makubwa, maendeleo makubwa sana yanaenda kufanyika kwa 25-30. Inaakisi nini kwenye uchaguzi ujao? Hii inaakisi ushindi mkubwa sana. Yani huwa tuna rank percentage za ushindi wa marais. Nataka niwaambie Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kuvunja rekodi ya kura, wingi wa kura ambazo ataenda kupata kwa mwaka huu 2025. Hivyo tuna uhakika wa ushindi mkubwa sana wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia madiwani, wabunge na kura nyingi sana za rais. Katika kipindi hiki cha miaka mitano utekelezaji wa ilani katika jimbo langu umetekelezwa kwa kiwango kikubwa sana, na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kila tulichohitaji katika wilaya tuliweza kukipata, na kama hakikupatikana mapema sasa hivi tayari kiko kwenye process na watu wanaendelea. Kwa miradi yote tuliokuwa tumekusudia kufanya imefanyika. Kwa hiyo tunachosema sasa hivi tunavyoelekea ilani nyingine, tuna imani tunakwenda kufanya vizuri zaidi kuliko ile ya mwanzo, kwa sababu ile ya mwanzo Mheshimiwa Rais ameingia katikati, lakini ametekeleza kila kitu kilichokuwa kimeachwa na akaweka mengine ya ziada. Alijikita zaidi kwenye huduma za jamii. Kwa hiyo sina shaka na hilo. Tumeongeza mashule zaidi ya 12, tumejenga zahanati 7, lakini tumepata hospitali ya wilaya ambayo haikuwepo. Matanki ya maji 13 yamejengwa na maji sasa yanasambazwa. Vyanzo vya maji vimeongezwa, tunacho Kapli Point, tunacho Butimba, tunacho Igombe, tunacho Kabangaji ambacho kinaendelea. Lakini barabara pia tulikuwa na 5% ya barabara za lami, sasa hivi tuna 5% za barabara ya lami. Mwanzo tulikuwa na kilomita 5, sasa hivi tuna kilomita 43 za lami. Kwa ujue kabisa kwamba ni maendeleo. Kwa hiyo nina imani ilani inayokuja tunakwenda kutekeleza kila lililokuwa limebaki kumalizia tu, lakini hakuna jambo jipya ambalo litatusumbua kwa sababu yote yako katika pipeline. Lakini kubwa zaidi, uwanja wa ndege wa Mwanza unapanuliwa, utakuwa kimataifa na Mwanza ni habu. Lakini pia tunayo stendi mpya ya mabasi ambayo ni stendi ya pekee kabisa, inachukua malori, inachukua mabasi, ina hosteli pale, ina garage pale. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika pale. Bado pia kuna jengo kubwa ambalo linaweza ka accommodate shopping malls, watu wanaweza kawekeza pale, nalo limekaa vizuri. Kwa ninachotaka kusema, Mama Samia ameitendea haki ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025, na ndani ya jimbo la Ilemela pia tumetenda vizuri, hasa mbunge, madiwani, mkurugenzi, tukisimamiwa na Chama cha Mapinduzi wa mwenyekiti wetu Bujiku na katibu Hassan Milango. Na mimi na nyinyi wote tulikuwepo ndani, tumeona
kazi imefanyika kweli kweli, na tunategemea haya ambayo tunayaona tutaendelea kuyaona miaka mingine 5 tena ijayo. Kwa hiyo Mama Samia anafanya kazi, na kazi sio kazi ambayo inaonekana. Wananchi waendelee kumsupport, na mimi nasema 5 tena. Pwani kama Pwani sofa hakukuwa na shida, kwa sababu Pwani ni sehemu ambayo watu wanafanya kazi viongozi kwa kuzingatia ilani ya chama, na tunafanya utekelezaji kila baada ya muda kadhaa. Maendeleo yanaendelea, hakuna kitu kilichokwama, isipokuwa tunaendelea pale ambapo tuliishia, tunatekeleza na tunasonga mbele. Shule zipo, vituo vya afya vipo, maji yapo, umeme upo. Unajua ukisema Pwani umeme unatokea Chalinze, unatokea ni mkoa wa Pwani, ndio mkoa wa viwanda nchi nzima. Ukifika utakutana na viwanda vya kutosha. Kwa hiyo Pwani kama Pwani hakuna vitu vilivyokwama, isipokuwa ilani inatekelezwa na tunasonga mbele. Kutoka hapa katika ukumbi wa mikutano wa CCM wa Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma, John Israeli wa Banda Media.